Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani iko wazi kwa ushirikiano wa madini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni moja kati ya habari kubwa mno, kipindi ambacho Marekani imekuwa kitafuta madini adimu, ipo tayari kwa ushirikiano wa madini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wakati Kongo pamoja na Marekani wakiwa wako njiani kuingia mkataba ambao utaiwezesha Marekani kujipatia madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inasadikika kwamba Marekani itakuwa na jukumu pia la kutoa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi wa Kongo ambao kwa sasa wameonekana kuwa na jeshi dhaifu baada ya waasi wa M23 kufanikisha kuteka mji wa Goma, lakini pia kuteka mji wa Bukavu. Na hivi tunavyo zungumza, kabla tujaangalia kiundani zaidi taarifa ya Marekani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia kile ambacho balozi wa Marekani huko Kongo Tammy Bruce amekisema kwamba Marekani imezamilia kumaliza mzozo ambao unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba vyanzo vya usalama vinadai kwamba waasi hao ambao wanaungwa mkono na Rwanda wameingia katika kijiji cha Nyabiondo, takriban kilomita 100, yani maili 62 kaskazini mwa Goma, na kiko kwenye barabara inayoelekea katika mji wa kimkakati wa Walikale huko Kivu Kaskazini. Walikale ni muhimu sana kwa serikali, kwani ndio mahali pekee ambapo serikali na mgodi wa viwanda ambapo wanapata mamilioni ya malipo ya kodi. Katika hali mbaya zaidi kwa vikosi vya serikali, moja ya makundi ya waasi ya serikali ambayo inajulikana kama kundi la Kabido ilitangaza kujiunga na wapiganaji kutoka M23, na kundi la Kabido limekuwa likifanya kazi mashariki mwa DRC kwa miongo kadhaa na kupigana na jeshi la Kongo kwa miaka mitatu iliyopita. Viongozi wake walitangaza weekend hii kwamba inaungana rasmi na M23 kupigana na kile wanachoita usimamizi mbaya wa serikali ya Kinshasa. Hii inaonyesha kutokuwa na mpangilio ndani ya jeshi la DRC, na M23 wanachukua fursa ya hali hii chini chini. Hii ni moja kati ya taarifa mbaya mno kwa serikali ya Kongo, lakini pia wakati huo ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA ilisema kuwa mashambulizi yanaongezeka na yamekumba hospitali pamoja na miundombinu mingine ya kiraia na kuwafanya mamia kwa maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kati ya tarehe 1 na hadi tarehe 3 ya mwezi wa 3, hospitali kadhaa zililengwa na watendaji wenye silaha katika kuongezeka kwa ghasia dhidi ya vituo vya matibabu na wafanyakazi wa afya. OCHA ilisema usalama huko Goma unatishwa na kuzuka upya kwa vitendo vya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kuiba nyumba, wizi na mashambulizi, ilisema Jumapili, na kuongeza kuwa hospitali pamoja na shule pia zimelazimika kufungwa katika maeneo mengine. OCHA ilisema kuwa takriban raia 4 waliuawa katika mapigano kati ya M23 na makundi hasimu katika wilaya ya Masisi kati ya tarehe 18 hadi tarehe 25 ya mwezi wa pili, na zaidi ya watu 100,000 walikimbia makazi mapya huko Lubero kaskazini mwa nchi. Lakini pia tumeshuhudia mamlaka nchini Kongo ikitangaza kutoa zawadi wa usaidizi wa kuwakamata viongozi wa waasi, huku majeshi ya serikali yakijitahidi kuzuia harakati zao. Ni moja kati ya taarifa kubwa, zawadi ya dola milioni 5 kutolewa kwa mtu yoyote ambaye atasaidia kuwakamata Colonel Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga, ambapo Wizara ya Sheria ya Kongo ilitangaza. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa ya Marekani pamoja na DR Congo kuingia mkataba wa kuiruhusu Marekani kuchimba madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Marekani iko katika majadiliano ya kiuchunguzi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mpango unaowezekana wa kuipa fursa ya kupata madini muhimu katika nchi hiyo ya Kiafrika ambayo ni ya hivi punde zaidi katika mfululizo wa juhudi za utawala wa Trump kupata upatikanaji wa rasilimali nje ya nchi. DR Congo ambayo ina madini mengi ya shaba, cobalt na uranium ilikaribia Marekani mwezi uliopita na pendekezo la mkataba ambao utatoa haki za uchunguzi baada ya kuungwa mkono na serikali ya Rais Felix Tshisekedi kulingana na nyaraka za umma. Maafisa wa Kongo wanatumai kuwa mkataba wa madini utasaidia kupata uungwaji mkono kwa Tshisekedi wakati anapambana na mzozo wa silaha katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda wameteka maeneo yenye utajiri wa madini na miji miwili mikubwa zaidi, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Majadiliano na Washington yamekuwa mazito zaidi katika siku za hivi karibuni kulingana na watu wenye ujuzi wa moja kwa moja wa majadiliano, ingawa vikwazo kadhaa vimesalia na vinasalia katika hatua ya awali. DRC imejaliwa kuwa na sehemu kubwa ya madini muhimu duniani ambayo yanahitajika kwa teknolojia ya hali ya juu. Marekani iko tayari kujadili ushirikiano katika sekta hii unaowiana na ajenda ya utawala wa Trump ya America First, msemaji wa idara ya serikali aliambia Financial Times. Ushirikiano na makampuni ya Marekani utaimarisha uchumi wa Marekani na DRC, kuunda nafasi za kazi zenye ujuzi wa juu na kuunganisha nchi katika minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa, iliongeza idara ya serikali. Barua iliyotumwa kwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kwa niaba ya seneta wa Kongo Pierre Kanda Karambai mwishoni mwa mwezi uliopita ilipendekeza kwamba DR Congo inaweza kuyapa makampuni ya Marekani haki za uchimbaji wa miradi ya madini na kushirikiana katika kuendeleza hifadhi ya kimkakati ya madini. Lakini wakati huo ni kwa kubadilishana. Barua hiyo inaomba uungwaji mkono wa Marekani kwa ajili ya kutoa mafunzo na kuandaa vikosi vya kijeshi vya Kongo. Ingawa masharti ya makubaliano bado hayajatekelezwa, nia inayoonyeshwa na Marekani inasisitiza umakini wa utawala wa Trump katika kupata ufikiaji wa rasilimali kote ulimwenguni. Tangu aingie madarakani, Rais Donald Trump amependekeza Marekani ichukue udhibiti wa Greenland na amependekeza makubaliano ya madini na Ukraine ambayo yanatarajiwa kutiwa saini siku za hivi karibuni kwa kuiwezesha Marekani kuchimba madini huko Ukraine kama fidia kwa msaada wa kijeshi ambao Marekani wamekuwa wakiipatia Ukraine kwa miaka mitatu tangu iingie katika vita na Urusi. Ushiriki mkubwa zaidi wa Marekani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ungetoa uzito dhidi ya ushawishi wa China na makampuni ya Kichina ambayo yanadhibiti shughuli nyingi za uchimbaji madini huko DR Congo. Barua iliyotumwa kwa Rubio inasema ingawa Uchina kihistoria imekuwa kitawala minyororo ya usambazaji wa madini nchini DR Congo, mabadiliko ya hivi karibuni ya sera kutoka kwa Rais Tshisekedi yanatoa fursa adimu kwa Marekani kuanzisha mnyororo wa usambazaji wa moja kwa moja na wa maadili. Hakuna kampuni kubwa za uchimbaji madini za Kimarekani zinazofanya kazi nchini DR Congo tangu Freeport MC Roman ilipouza hisa zake za mgodi wa shaba wa Tenke Pungurume mwaka 2016. Mazungumzo hayo ya makubaliano ya madini yanafanyika wakati ambapo hali ya kisiasa nchini inazidi kuwa tete. Kushikilia madaraka kwa Tshisekedi kumeonekana kuyumba zaidi katika wiki za hivi karibuni, huku wapinzani wake wa kisiasa nchini DR Congo wakitafuta faida kutokana na udhaifu wake unaozaniwa. Inaonekana kama kitendo cha kukata tamaa, alisema Indigo Ellis, mkurugenzi mkuu wa JS Held, kampuni ya ushauri, akimaanisha biashara ya madini. Watu ambao walitoa pendekezo hili
wanajitahidi kidogo kuja na mambo ambayo yanaweza kuvutia Amerika. Ripoti nyingi za wachunguzi wa Umoja wa Mataifa zimeshutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kutumia mzozo wa mashariki mwa Kongo kupora rasilimali za madini kama vile dhahabu na coltan inayotumika katika simu za rununu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema Rwanda imetuma maelfu kadhaa ya wanajeshi kuvuka mpaka kuunga mkono waasi wa M23 wakati wa duru ya hivi punde ya mapigano ambayo yaliongezeka mwezi wa kwanza. Wakati Rwanda ikikanusha madai hayo, Marekani ilimwekea vikwazo waziri wa nchi hiyo ambaye anahusika na ushirikiano wa kikanda na mkuu wa zamani wa jeshi James Kabarebe mwezi uliopita. Mzozo huo umeingia katika majeshi mengine jirani yakiwemo kutoka Burundi na Uganda na hatari ya kupupua vita vya kikanda vilivyolikumba eneo hilo miongo miwili iliyopita. Akizungumzia mapendekezo ya mpango wa madini, msemaji wa Tshisekedi Tina Salama alisema kwenye mtandao wa X kwamba Rais wa Kongo ameialika Marekani ambayo makampuni yake yanapata malighafi ya kimkakati kutoka Rwanda, malighafi ambazo zinaporwa kutoka DR Congo na kusafirishwa hadi Rwanda, wakati idadi ya watu wetu wanauawa kwa umati ili kuzinunua moja kwa moja kutoka kwetu sisi wamiliki halali. Ikulu ya White House ilikataa kutoa maoni moja kwa moja. Hii ni taarifa kubwa kama nilivyokuambia. Marekani iko tayari kuchunguza ushirikiano muhimu wa madini na Kongo, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ilisema katika taarifa kwa Reuters pia siku ya Jumapili, baada ya seneta wa Kongo kuwasiliana na maafisa wa Marekani ili kuandaa makubaliano ya madini kwa ajili ya usalama. Kama nilivyokuambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya nchi ambazo zina utajiri mkubwa wa cobalt, lithium pamoja na uranium. Miongoni mwa madini mengine, imekuwa ikipambana kwa kipindi hiki na waasi ambao wanaungwa mkono na Rwanda, ambao wameteka maeneo mengi ya ardhi yake mwaka huu, lakini imekuwa na nguvu kubwa kwa kipindi cha hivi karibuni tangu mwezi wa kwanza walipofanikiwa kuuteka mji wa Goma, lakini pia kuuteka mji wa Bukavu. Moja kwa moja tuendelee kufuatilia zaidi habari nyingine na tutakuhabarisha hapa kitu gani kinaendelea. Lakini siku tatu nyuma zilizopita tumeshuhudia taarifa ambapo Marekani imezihilisha dhamira yake ya kumaliza vita vya uchokozi ambavyo vimewekwa dhidi ya DRC, ambapo tumeshuhudia moja kati ya taarifa kubwa kutoka kwa balozi wa Marekani nchini DRC Tammy Bruce. Aliweka wazi kuwa utawala wa Trump unasimama pamoja na watu wa Kongo na unataka kumaliza mzozo mashariki mwa nchi hiyo. Tunasimama kidete nyuma ya watu wa Kongo na mamlaka na uadilifu wa eneo la DRC. Naweza kusema kwamba katika wito wake na marais wote wawili, Katibu Rubio alisisitiza juu ya usitishaji vita mara moja katika eneo hilo, uwajibikaji wa ukiukaji wa haki za binadamu na kuheshimiwa kwa pande zote kwa uhuru na uadilifu wa eneo, alisema. Na lengo kubwa, tutasubiria kuona nini ambacho kitatokea kama Marekani watafanikiwa kuingia mkataba na Kongo kuchimba madini. Toche maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.